Siendi nimewapea Juma nimechoka. Tunapiga makofi. Jina langu naitwa Benson Lokiria na nashukuru Mungu sana siku hii ya leo kwa sababu ya kuweza kurejeshewa uhuru wangu ambaye nilikuwa nimeupoteza miaka 13 ambayo imepita. Siku ya leo nina furaha sana kurejea nyumbani na kupata ukaribisho kwa mama na pia kwa shirika hili ambalo limekuwa katika hali ambayo ni ya kunishika mkono na kuweza kuhakikisha kwamba wamenipeleka hadi nyumbani. Kwa hivyo nina furaha sana na ninashukuru zaidi. Mimi nilikamatwa 2013 mwezi wa 4 tarehe 23. Ilikuwa siku ambayo ni ya Sunday. Hiyo ndio wakati ambapo nilishikwa na kesi ambayo ni ya unyang'anyi ama robbery with violence, ambaye tu nilijikuta katika kundi tu ya vijana, na nilipojikuta hivyo tukakamatwa wote pamoja na tukawa katika hali ambayo ni ya kuweza kushtakiwa. Baadaye nikakuja nikafungwa miaka 20 gerezani kwa kesi ambayo ni ya unyang'anyi au kunyang'anya mtu kitu chake kwa nguvu, ambapo niliweza kujutia jambo hilo sana kwa sababu ya vile ambavyo nilivyojikuta katika hali kama hiyo. Ikapelekea maisha yangu kuwa katika hali ambayo ni ya kufinyika. Na jambo lingine ambalo naweza kusema, dhambi wakati inakaa ndani ya mtu inamfinyilia, inamtesa, inafanya maisha ya mtu inakaa vibaya. Na wakati ambapo nilipojigundua, hapo ndio niliweza kukubali marekebisho, nikakubali maisha yangu kukabidhi kwa Yesu. Na tangia wakati huo, kwa sababu nilipofungwa tarehe 19 mwezi wa 11 2013, nikapelekwa jela lile kubwa la kule Naivasha, na wakati huo nikakaa tu kidogo tu. Baada ya kufungwa nikaokoka tarehe 7 Disemba 2013, na tangia wakati huo nimekuwa katika hali ambayo ni ya kuweza kuendelea katika neno la Mungu na pia kuendelea katika hali ambayo ni ya mafunzo, kwa sababu kule tumekuwa katika hali ambayo ni ya kufunzwa jinsi ya kuweza kumjua Mungu na hata kufunzwa jinsi unaweza kutoka nje ukaweze kujisaidia. Kule nikawa katika hali ambayo ni ya kusoma, pia nikaenda tailoring, nikaweza kujifunza course pia mahali pale, na nashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo nimepata pia hiyo nafasi ya kurudi huku raia sasa. Ninashukuru Mungu zaidi. Nashukuru sana Mungu kwa sababu wakati ambapo nilipoamua kufanya hiyo uamuzi katika maisha yangu, kweli imenisaidia. Kwa hivyo ningependa pia kuhimiza vijana wengine ambao wanajihusisha na uhalifu, ambao wanajiweka katika hali ambayo ni ya maisha mabaya. Ningependa tu kuwashauri kwamba wakati ambapo wanapofanya maamuzi yao katika maisha, kwa sababu maisha ni uamuzi ambayo mtu anaamua kila siku. Kwa hivyo ningependa tu kuwahimiza, amua vizuri vile ambavyo inavyofaa, ili maisha yako pia ya baadaye iwe vizuri. Na pia kwa sababu mimi wakati ambapo nilipoamua vibaya ndio ilipelekea maisha yangu kuwa katika hali ambayo ni ya shida. Nashukuru Mungu kwa sababu baadaye nilikuja nikaamua vizuri baada ya kukaa chini na kuweza kuwaza, na nikapata njia ambayo ni mzuri na pia nikapata mwelekeo ambao unafaa.
Kwa kweli mimi nimeshukuru kwanza kwa sababu ya vile ambavyo nimekuja na nikapata kukaribishwa, kwa sababu ni wengi ambao huwa wanatoka na wanakosa ile ukaribisho, wanakosa ile kushikwa mkono. Unakuta pengine mtu tena amerudi katika ile hali ambaye ni ya uhalifu, amerudi maisha ile ambayo alikuwa. Lakini nashukuru kwa sababu ya vile ambavyo mmepata kunishika mkono. Nashukuru shirika hili ambalo limepata kunishika mkono, na pia wote ambao wamechangia maisha yangu pia kukua vile ambavyo nilivyo. Mimi kwa majina naitwa Joseph Mitika na nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Siku ya leo nina furaha sana sana sana, kwa sababu huyu kijana tulikuwa tumemkosa muda mrefu sana, mpaka hata ikapika mahali sasa tukashindwa tutakuja kumuona tena, lakini yale yote yatatendeka kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Tunasema ni asanti. Hata kwa wale ambaye wamekaa na hawa huku gerezani, maofisa wa serikali, ninawashukuru sana, pamoja na pastors ambaye walienda wakamshika mkono. Ninashukuru sana, sababu kama wangemuingilia labda angebadilika, lakini kwa sababu alitoa moyo wake na akapokelewa, ndio sababu aliingia pale. Sababu ninasema hii ilikuwa ni Mungu, maana labda angekaa nje ingekuwa ni mambo mengine. Mungu akamtuma pale aende aokoe maisha yake na akuja abadilishe mji wao. Ndio mimi ninashukuru sana. Mungu awabariki. Nina furaha sana, sio wengi ambaye wanakuja manyumbani wapokelewe, kwa sababu kuna wale wamefanya makosa mpaka kwa wazazi wao, wametendea wazazi mabaya, wamefanya nini. Sasa inafika mahali mpaka mzazi anasema hata akitolewa atakuja kutusumbua, hata akikuja hatuwezi kumpokea, atakuja kutusumbua bado. Ndio sababu unapata wengine hawapokelewi. Sasa huyu kijana tunampokea kwa sababu maisha yake na sisi imerekebika, sababu ndio hata afike pale ni hiyo grupu ambaye amesema aliingiana nao, mpaka ikafika mahali nikamwambia hapa si pazuri, usitembee na hii grupu. Hii grupu itakuja tupa wewe mahali mbaya. Hata wakati moja wakapatwa tena, kapelekwa pale polisi. Walipofika pale, OCS akatuita na mama, akatuambia huyu kijana muende mumuoje, awachane na hii group, sababu hii kijana si mbaya, na wakati atapatikana na hii group tena tutamfunga. Silitimia, sababu hakuweza kufanya nini, kutusikia. Sasa akasikia ya wale, na jaji akaenda akamuona, akasema wewe Lokiria ni ule tena. Sasa yale mimi nilikuwa nimekuambia imetimia. Lakini sasa kwa upande wangu mimi ninasema haya yote ni Mungu ndiye alifanya, sababu Lokiria angekuwa nje labda ingekuwa na mambo mengine, lakini Mungu akasema enda huku ndio uweze kubadilika. Yes. Mimi kwa majina yangu naitwa Grace Ateon. Mimi ndio mzazi mama ya Lokiria, Benson Lokiria Lomong'in. Kwa upande wangu mimi nina furaha nyingi kwa sababu ya Lokiria. Kwa hiyo miaka yote ambayo tujekuwa na yeye, miaka hiyo ni mingi sana. Huyu mtoto amekaa nje mpaka mimi mwenyewe nilikuwa nakaa nikimkumbuka hivi naona ni kama sitamuona tena, lakini Mungu aliweza kumtunza. Ni furaha niko naye mingi, mimi hata sina mengi ya kusema, ni kufurahia tu Mwenyezi Mungu kwa sababu ametenda yake. Naweza kuhimiza wazazi ambao wako na watoto katika jela wakuwa wakipokea watoto wao wakati wanapoachiliwa, wasikuwa wakiwachilia watoto wao wakati unaonesha mtoto wako umemtenga ndiposa anarudi tena kwa mambo yaliyo mabaya. Mimi Benson nimempokea kwa mikono miwili na hata watu wa kijiji pia wamempokea. Ninawahimiza wazazi wote wakiwa wakipokea watoto wao, wasikuwa wakiwachilia watoto wao. My name is William Motido, a prison officer working at Naivasha Medium Prison. To start with, first of all, I thank the Almighty God for giving me this opportunity to be here in Molo Sub-County, that's Nakuru County. I start with the thanking of Saint Charge Mr. Joseph Mutiria for the permission he gave us to bring Benson Lokiria Lomong'in back home as part of reintegration process. Secondly, for our partners, Reshape Hope Foundation, for
for the promotion and support they have given us so far up to this level. My advice to the community back home, these inmates, when they are released from prison, I urge you to embrace them back to their society. You'll find most of the guys, when they are released, we are having cases of recidivism because at home they are not welcomed. There's no one to embrace them. So it's my advice to the community to embrace those guys. Maybe today he missed, but he missed because he didn't have someone to guide him. But if the community at large can embrace and advise him, welcome him back home, we shall avoid the issue of recidivism. That is, after a month, when a prisoner is released, and then after a month he's back to prison, because in prison he knows where they'll give me food, they'll welcome me. If I'm sick, they'll give me medication. So it's my urge for the community and the government at large to embrace these inmates when they are released back to the community. Jina langu ni Daktari Ndongo Kongo Kanyoi. Mimi ni mwanzilishi pamoja na Lucy Maina wa shirika hili la Reshape Hope Foundation. Hili shirika lina deal na restorative justice, rehabilitative. It's a framework ambayo ina deal na watu ambao ni ex-offenders, wale ambao wamehukumiwa kifungu na wanaserve hicho kifungu na kuja back kwa jamii. Kwa hivyo hili shirika linachukua jukumu la kuwakaribisha waliofungwa na wakatimiza kifungo hicho na kuja katika jamii. Pia tunafanya kazi na watoto wa wale ambao wazazi wao wamehukumiwa jela, kwa sababu serikali huwa na kazi nyingi ya kurekebisha hawa wafungwa kupitia taaluma, kama jinsi ambavyo Benson ambavyo ametuambia alipata taaluma ya tailoring, na sasa baada ya kukamilisha kifungo chake cha miaka 20, shirika hili linachukulia hapo na kuweza kutayarisha jamii jinsi ya kumpokea. Na kwa sababu serikali haiwezi fanya majukumu yote, shirika hili ambalo maono yake ni kutayarisha jamii, kutayarisha hata mfungwa ili aweze kupokelewa na tuweze reduce recidivism ama reoffenses, kwa sababu wanapokataliwa hapa na jamii hawana mahali pengine pa kwenda, huwa wanafanya makosa, wanarudi pale ambapo ni jela, mahali ambapo wanaishi kama jamii. Na Wakenya lazima wajue wafungwa wanapofungwa wanatengeneza jamii, wanakuwa na upendo, wanaingilia hizo taaluma, lakini jamii nayo haijatayarika vizuri jinsi ya kuwapokea hawa wafungwa. Na ndiposa hili shirika la Reshape Hope Foundation linakuja kusaidia serikali jinsi ya kutayarisha jamii, jinsi ya kutayarisha hawa wafungwa kutangamana na kurekebika na kuingiliana na jamii. Naam. Kwa majina naitwa Joseph Mwaura, mimi mmoja wa co-founder wa Reshape Foundation na pia kiongozi wa vijana pande wa Malewa Westward. Tuko hapa ambapo tunashirikiana na shirika mbalimbali ikiwemo za prisons na other societies ili kuweza kusaidia wale wafungwa ambao wanawachiliwa wakaweze kupokeleka pale nyumbani, sababu tunajua kwamba serikali haiwezi kufanya hili jambo ikiwa peke yake. Lazima ipate wengine wanashikilia vile tumeweza kushikilia leo, na wengine pia wakashikilia upande ule mwingine, ili ambao wameachiliwa wamemaliza vifungo vyao wanapofika pale mashinani, wanapofika pale manyumbani wakapata upokelezi bora, maana sisi wote tunahitajiana. Na mimi ni ombi langu tu kwa wale ambao wanajihusisha na uhalifu, especially vijana, tafadhali ni vyema tunapopata wengi ambao wanaachiliwa na wachache wanaingia pale ndani, ili pia inaweza kutupa nafasi nyepesi, na hata pia inaweza pia kupa serikali nafasi nyepesi ya kuweza kumanage the society. Asante sana. Hamaretwo makwa njĩtagwo Lucy Maina, ndĩ ũmwe wa arĩa manjirie gĩkundi gĩkĩ kĩa Reshape Hope Foundation, na nia itũ ya kwambĩrĩria gĩkundi gĩkĩ nĩ tondũ nĩ twarĩkirie kuona andũ arĩa makoragwo mohetwo moka matikaraga na ithuĩ mũno tondũ nĩ macokaga kũrĩa, nĩ tondũ ithuĩ ta society gũkũ nja nĩ twagire kũmetĩkĩra na tũgakorwo tukima stigmatize, tukiwatenga tu sana. So tukĩciria da tũgĩikara thĩ na kĩroto gĩkĩ gĩgĩũka atĩ no tũhote kuoya ithenya rĩu rĩa kũhota kũbundithia na gũteithĩrĩria society gũkũ nja, atĩ gwĩtĩkĩra atĩ mũndũ ũcio no kũhĩtia ahĩtirie na nĩ athiĩte akarĩhĩra ihĩtia rĩake na okĩte nja mũndũ mũcenju. Rĩu ithuĩ twĩta Reshape nĩ tũrutaga wĩra hakuhĩ na prison na ona hakuhĩ na aciari na community
kumamenyithia ati andu aya makiuma kuria jela kana kioho-ini ni makoragwo macenjetie na nigetha tukametikira na andu acio gitumi kia maturaga macokaga jela nginya magetwo jailbirds ni tondu guku nja andu ni marama judge muno na kuria me thiini na ohwo aria angi matijaja, they are non-judgmental, so ne kuria makaigua ta me free ta metikirikite muno gukira gukunja no horo wa mani ati o riria maraikara kuria thiini ni marate mahinda mao no kuria wa bururi ugacoka na thutha tondu ni turamabatara gukunja. Koguo ihoya ritu ni kuria aciari na kuria aria maciaranirwo na andu aya ati metikagire kumamukira magetikira kumenda tondu na kiugo kia Ngai kiugaga ati wendo ni uhumbiraga mahitia mothe, magetikira kumenda andikania mawira magetikira kumahe wira tondu mundu uyu ni acenjetie na kuria njera gutiri mundu utangicoka na ni kuri andu mehitie na no uria matari manyitwo ti kuga mundu uyu niwe mwehia muno ona ninge makiria no Ngai utuiguagira tha. Koguo ni tumamukire na tumahimbirie na wigiriki uria wagiriire nigetha ona ithue tugakorwo na community safe na community iraiguithania. Hari twajitagwo Ndagitari Ndungu Kung'u wa Kanyoi. Niĩ ndĩ lecturer kuria Masai Mara University na njuhĩrĩire mũno maũndũ ma penal history nĩ ũhoro wa bungwa na nĩ tũrutaga na shirika ritagwo Reshape Hope Foundation. Data co-founder twina Lucy Maina na shirika ĩno ya Reshape Hope Foundation ĩndiraga na bungwa arĩa macavĩte igĩbungo njera na umuthi ni turakena muno tondu ni tukite ni undu wa Benson Rukiria uria wohetwo ni undu wa robbery with violence na kiohwo Naivasha Maximum Prison hari miaka 20. Koguo shirika eno ediraga ni restorative and rehabilitative framework ediraga na ex-offenders nigetha kugeria kuhaririria jamii na kuhaririria society ona kuhaririria afungwo ati mangirikia gusavu gifungo kiao kuria prison no marekebike mitugo yao na matuike reintegrated kuri society. Koguo ni tu sensitizaga afungwo acio nigetha matika receive rejection kuri society na tuga prepare society na tuga prepare jamii nigetha mametikire matikamonage uria mohirwo kana mahitia maria mekire tondu marikia wira uria marutaga kuria njera thirikari ya rehabilitation ya mahegina courses toguo twaigwa Benson ahetwo course ya tailoring ni mokaga magaserve the society magaserve jamii na shirika eno ya Reshape Hope Foundation irutaga wira na Kenya Prison Service na gina pastors toguo tuona umuthi Benson ni amukirwo guku mwena wa Moro na ndohio nyingi na society ni yametikira no nyende kuga atiriri ati kuria njera maikaraga ta family maikaraga ta brothers na niguo tungienda gina jamii tungienda gina society imetikire ringi matigage kumona na lessons cia offenders tondu shirika eno no yende go create a offensive free society ati oka arikia gifungo kiu no atweke an important person in the society arutire gina jamii wira toguo toigwa Benson ena taaruma ya gutuma nguo no atuke na ateithie jamii na ateithie aciari ake na twaririe mbeu njithi ni Gen Zs ni kinyete ihinda ria mundu kuthie na tabia iria ciagiriire na avoid uhoro wa offenses na kana gukuhurana na watho na borithi tondu twagirirwo gukorwo twiro abiding na niguo Reshape Hope Foundation ikaga. Thank you. He maritwa njitagwo Joseph Karugo wa Mwaura. Tukite guku na gikundi gitagwo Reshape Hope Foundation ndio mwe yaria makianjirie tuguku kota guteithiriria mwanake gwetwa Benson uria akoretwo emohwo kwa miaka 20 na ni arakorirwo arikia kiho giake. Riu tukite guku niguo tuhote kumunyitanithia na community na society o hamwe na family tondu ni tui afungwo ingiriria marikia gifungo kiao makinya kuria gwi family kana kuria community-ini ringi ni maregagwo
na maregwo mundu ucio onaga kabacokete kuria njera tondu ringi ni kwarona kwina thayu kana kwina kwamukirika kwega. Koguo niguo twi haha tunyitanire na gikundi giki gikoragwo gicirikanite na thirikari na prisons niguo thirikari tondu ndingihota maundu mothe na ithu tukata tukamanyita guoko magitwara mwena uyu ni tukatwara mwena uyu na aria angi nao mashirika maria mangi nao makahota kunyita guoko guku kungi tondu ithuothe no makatuteithanie twote gutwara bururi uyu mbere na ngitiriha ni kuga ati twina andu aingi muno makoretwo makiingiria uhoro-ini wa waganu na aingi turakora magitwara kuria njera-ini na ti wega tukoragwo turatwara kuria andu aingi no igikoro gikeno gitu riria turatwara andu anyinyi kuria na aingi ni aria mararekio kumaanisha ati andu ni marathie matherete na andu marathie magikama wega tondu ti wega gukorwo na andu aingi kuria. Riu nie ningiamuhoya yuthi itu rekei twike na tukorwo na andu me society ria nungaru niguo twote gutwara bururi uyu na mbere. Thengiũ muno.